Yanga wanaingia kikatili na burudani kwa mashabiki, maumivu kwa wapinzani yanazidi kuongezeka. Kocha mkuu wa Yanga Pedro Gonçalves ameweka wazi dhamira ya kikosi chake kuelekea mchezo wa fainali kwa kusisitiza kuwa malengo waliojiwekea tangu mwanzo wa msimu bado ndiyo yanawaongoza hadi sasa. Amesema licha ya kuwepo kwa vipaumbele katika baadhi ya mashindano, msimamo wa klabu hiyo unabaki kuwa ule ule wa kupambana na kushinda kila mchezo unaocheza bila kujali ni mashindano gani. Pedro Gonçalves ameeleza kuwa kufikia kwao hatua ya fainali si bahati mbaya, bali ni matokeo ya maandalizi na msimamo thabiti wa timu hiyo katika kuhakikisha wanatimiza malengo yao. Yanga inashuka dimbani katika fainali ya Kombe la Muungano dhidi ya Simba, mchezo unaopigwa katika uwanja wa New Amani Complex visiwani Zanzibar. Ameweka wazi kuwa hawana sababu ya kurudi nyuma, bali wataingia uwanjani wakiwa na lengo moja tu, kuibuka na ushindi katika mchezo uliopo mbele yao. Akizungumzia maandalizi ya kikosi chake, kocha huyo amesema amekuwa akijikita zaidi kuangalia mwenendo wa timu yake badala ya kuangalia wapinzani. Jukumu lake kubwa ni kuhakikisha wachezaji wake wanaendelea kuimarika na kufikia viwango vya juu zaidi ili kuweza kuhimili ushindani wa mechi kubwa kama hiyo ya fainali. Kwa mujibu wa Pedro Gonçalves, kikosi chake kiko katika hali nzuri na kipo tayari, na wachezaji wapo tayari kwa changamoto hiyo, kuwa hawaji kucheza tu kwa ajili ya kushiriki fainali bali pia kutoa burudani kwa mashabiki watakaofika uwanjani pale. Ameongeza kuwa na matarajio makubwa kuona vijana wake wakionyesha kiwango bora na kuwapa furaha mashabiki wao. Kocha huyo amegusia suala la mashabiki kwa kusema kuwa Yanga popote inapocheza ndani ya Tanzania huhesabika kuwa nyumbani kwao. Wamekuwa wakipata mapokezi mazuri kila walikokwenda, jambo linalowaongezea morali na kujiamini zaidi wanapokuwa uwanjani. Pedro Gonçalves amesema wakiwa Zanzibar wanajihisi kama wapo nyumbani na ana matumaini ya kuona mashabiki wakijitokeza kwa wingi siku ya leo kwenye fainali. Ameeleza kuwa anatamani kushuhudia ushindi na kusherehekea pamoja na mashabiki, akiamini hilo linawezekana iwapo wataonyesha kiwango bora uwanjani. Na mtazamaji wetu wa Malkia wa Soka, asante kwa kuendelea kutufuatilia. Usiache kufanya hivyo kila mara. Pia cha muhimu ni kulike, kushare, kucomment pamoja na kusubscribe channel yetu ili uendelee kufurahia taarifa zetu mbalimbali za kimichezo kutokea ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Cha muhimu ni ku-allow notification kwa ajili ya kupata taarifa zetu pindi tu tunapoweka taarifa mpya kwenye channel yetu ya Malkia wa Soka. Malkia wa Soka tunakuletea mjumuiko wa taarifa mbalimbali za kimichezo kutokea ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Hapa unapata full mukoko kuhusiana na taarifa mbalimbali za kimichezo zinazo trend, uchambuzi exclusive, makala mbalimbali za kimichezo tunakuwekea hapa ndani ya Malkia wa Soka. Endelea kusalia nasi mtazamaji wetu, bila shaka utaenjoy sauti ya Malkia. Mimi ni Queen Lizzy ninayekusomea taarifa za kuhusiana na makala, lakini hapa pia unapata uchambuzi, unapata exclusive mbalimbali na mashabiki mbalimbali wa klabu ya Young Africans, Azam FC, Simba Sports pamoja na Singida Black Stars na timu zingine. Unapata hapa taarifa zote. Hadi wakati mwingine, endelea kusalia nasi. Bye bye.